Yo, what's up, people? This is Fly High Kenya, or you can call me William Juguna the National. And you know the vibe. The vibe is all about supporting our upcoming artists. I'm talking about the DJs, wanamziki, wanabiashara, you name it, because we got you covered. Katika tokeo la kusikitisha lililoshuhudiwa katika eneo la Ongata Barikoi, kaunti ya Narok, familia kadhaa zimepoteza wapendwa wao kufuatia maandamano yaliyogeuka kuwa ya vurugu kuhusiana na mzozo wa ardhi. Waathiriwa wakiwemo wanafunzi wawili, mmoja akiwa mwanafunzi wa kidato cha pili na mwingine mwanafunzi wa chuo anayesomea kazi ya kijamii, walipigwa risasi wakidai haki yao ya ardhi ya mababu zao, eneo lililokadiriwa kuwa ekari 6,800. Katika kujibu kilio cha wananchi, gavana wa kaunti ya Narok, Mheshimiwa Patrick Ole Tutu, ametangaza rasmi kuwa serikali ya kaunti itagharamia kikamilifu mazishi ya waathiriwa wote. Gavana Tutu alielezea masikitiko yake juu ya kupotea kwa maisha ya vijana hao waliokuwa na ndoto kubwa, na akaahidi kuwa serikali yake itasimama na familia zao wakati huu wa huzuni na majonzi. Mbali na msaada wa kifedha kwa familia za waathiriwa, serikali ya kaunti imechukua hatua za kuhakikisha usalama na amani katika eneo hilo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama, ambapo kambi ya GSU imeanzishwa ili kuzuia mapigano zaidi. Gavana alisisitiza kuwa njia pekee ya kuleta suluhu ya kudumu katika mizozo ya ardhi ni kupitia mazungumzo ya wazi, ushirikiano na heshima kati ya jamii zinazohusika. Aidha, Gavana Tutu ameonyesha moyo wa huruma na msaada kwa makundi yaliyo hatarini kwa kutangaza kuanzishwa kwa mfuko maalum wa masomo kwa ajili ya watoto wajane, akisema watoto hao mara nyingi husahulika katika mgao wa misaada ya kielimu. Katika nyakati kama hizi ni muhimu kwa kila Mkenya kupaza sauti ya amani, haki na mshikamano. Tunapaswa kuwa na maono ya taifa lenye mshikamano, ambapo tofauti za kikabila, kisiasa au kimila hazitumiwi kama silaha za kugawanyisha, bali kama daraja la kuelewana na kujenga mustakabali mmoja. Tafakari. Tuchukue hatua kwa njia ya amani na tuwaombee familia zilizopoteza wapendwa wao. Don't forget to subscribe, to share, ndio usipitwe na video ama podcast tunapozipost. But kwa sasa, kwaheri.